Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kudai kutekeleza mashambulizi makubwa yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait. Hatua inayozidisha hofu ya kuzuka kwa vita kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, imesema operesheni hiyo ilihusisha makombora pamoja na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Iran imesema mashambulizi hayo yalilenga mfumo wa rada wa tahadhari ya mapema pamoja na maeneo yanayotumiwa na wanajeshi wa Marekani katika kituo cha jeshi la anga cha Al Salim nchini Kuwait. Mashambulizi hayo yameelezwa na Iran kuwa ni sehemu ya operesheni ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran. Kwa upande wa serikali ya Kuwait, imethibitisha kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikabiliana na vitisho vya anga vilivyoingia katika anga ya nchi hiyo. Milipuko iliyohusika katika baadhi ya maeneo ulitokana na operesheni za kuyazuia mashambulizi hayo. Hata hivyo, mamlaka za Kuwait hazijathibitisha kiwango cha uharibifu uliosababishwa katika vituo vya kijeshi. Marekani imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran, huku Iran nayo ikitangaza mashambulizi dhidi ya maeneo yenye uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika nchi kadhaa za Ghuba. Kuongezeka kwa mashambulizi hayo kumeibua wasiwasi mkubwa duniani, hasa kutokana na umuhimu wa Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz ambao ni sehemu kubwa ya mafuta ya duniani hupita kila siku. Tayari bei ya mafuta imeanza kupanda kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa nishati duniani. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi haya yataendelea, yanaweza kuhusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati na kuongeza hatari ya mzozo mkubwa zaidi wenye athari kwa uchumi wa dunia, biashara na usalama wa kimataifa. Hadi sasa hakuna uthibitisho huru unaobainisha kiwango halisi cha uharibifu uliotokea katika vituo vilivyotajwa na Iran. Pande zote mbili zinaendelea kutoa taarifa tofauti kuhusu matokeo ya operesheni zao, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kuzuia hali hii isiongezeke.